Kwanza kabisa ningependa kumpongeza ndugu Moses Kiando na taasisi yake ya Moffett kwa kuandaa semina hii nzuri. Ukiangalia na tukutanisha pia wakurugenzi mbalimbali, tunapata platform ya kuweza kubadilishana mawazo ya jinsi ya kuendesha taasisi zetu. Lakini pia inatupatia nafasi ya kuweza kubadilishana changamoto mbalimbali. Ukiangalia shule changamoto hazitofautiani sana. Kabisa. Kwa hiyo unaweza kukutana na changamoto hiyo ukakutana na mwenzako akakueleza changamoto hii anaitatuaje katika taasisi yake. Lakini ikirudi katika swali lako la msingi, kwa mfano naweza kaongelea mimi kama mimi na shule yangu ya Moga. Nilipoanza mwanzoni nilisema shule muasisi ni marehemu mzee wetu mzee Sylvester Moga Bachelu. Ukiangalia ni miaka karibia 5 amefariki, lakini taasisi bado ipo. Na taasisi inatakiwa kuwa hivyo kwamba sio kwamba yule mwanzilishi anapokuwa amefariki au hayupo na taasisi pia ifanye nini? Iweze kufa. Kwa hiyo ni kitu gani ambacho tunakifanya au natakiwa mimi nikifanya au mkurugenzi yote wa taasisi yote akae akifanye ni kuishi kama vile leo ni siku yake ya mwisho. Kwamba kesho unaweza usiwepo. Kwamba hilo swali la mtu unakaa unajiuliza. Leo kama ilikuwa siku yangu ya mwisho, kesho hii taasisi itaendaje? Kwa hiyo kuna mifumo, lakini kikubwa ni maandalizi ya watu. Mtu tu hauwezi kumchukua hivi hivi. Unatakiwa uanze kumwandaa katika kama ni mtoto wako, kama ni taasisi ambayo inaendeshwa kifamilia, kama una watoto, lazima umjengee ile misingi, discipline ya kazi. Sio tu unakuta baba unamchukua leo haupo, unamchukua mtoto ajui taasisi inaendeshaje, yeye anakuja anachukua tu mahela anaenda kutawanya. Kwa umekee discipline nzuri ya uendeshaji wa taasisi pamoja na masuala ya fedha. Kama wenzetu Wahindi au Waarabu wanavyofanya, unakuta kuna kijana tokea kwa umri mdogo anaanza kuonyeshwa misingi ya jinsi ya kuendesha hizi taasisi.